Karibuni Superdome, karibuni kwenye mgahawa wetu wa Table 206. Mimi naitwa Isaac Baha, ni meneja masoko hapa Superdome. Tunafurahi sana kuwa na ninyi leo kwa ajili ya tukio letu kubwa. Leo tunafanya uzinduzi wa The Super Game. The Super Game ni sherehe ya kushangilia msimu wa mpira ambao unaenda mwishoni, unakaribia kuisha, na unahitimishwa na mechi kubwa itakayofanyika tarehe 31 mwezi wa 5 ambayo itaonyeshwa hapa Superdome kwenye the biggest screen hapa East Africa. Na hiyo siku tunataka tufanye sherehe ya mpira kuanzia asubuhi mpaka jioni, na kilele chake kitakuwa kuangalia mechi katika hiyo screen kubwa kuliko zote. Na katika kuonesha mechi hiyo tutakuwa na burudani mbalimbali na tutakuwa tuna mambo mbalimbali yatakayoweza kutokea. Pamoja nami niko na partners wetu kama The Superdome ambao tumekuwa tukishirikiana nao sio tu kwenye hili, kwenye matukio mengine mbalimbali, na tukaona pia katika kuwaletea wateja wetu na watu wetu burudani tuwashirikishe tena partners wetu ili na wao waendelee kuwa sehemu ya familia ya Superdome na sehemu ya ukumbi wetu ambao ni namba 1 na ukumbi mkubwa kuliko yote unaoweza kuupata hapa Tanzania. Kwa hiyo ili muielewe, The Super Game ni mechi ya finali ya UEFA Champions League ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 saa 4 kamili kati ya PSG na Inter Milan. Na katika siku hiyo kuna surprise tumewaletea wa Tanzania, lakini leo ndio muda wa kuwaambia surprise yenyewe ni nini. Tutakuwa tunaangalia pamoja na malegend wawili. Mmoja ni legend wa mpira wa miguu anaitwa Emmanuel Adebayor. Adebayor amecheza timu kubwa sana katika Champions League. Alianza Monaco, Arsenal, Tottenham, amecheza Real Madrid. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye na ni raia wa Togo, kwa hiyo alikuwa anacheza kwenye timu ya taifa ya Togo na aliipeleka timu ya taifa ya Togo kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi ile, na yeye akiwa kapteni. Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa sana kwenye profile kubwa sana, na ndo alikuwa mchezaji bora wa Afrika mwaka 2008. Pia pamoja naye tunamleta mshindi wa kombe la dunia la rugby mara 2, anaitwa Tendai Mtawarira. Tendai yeye ni legend mkubwa sana kwenye upande wa rugby, na hawa watu wawili watakuja kusherehesha hilo tukio siku ya tarehe 31. Pamoja na kuangalia tu mpira hiyo tarehe 31, kuna program kubwa sana ambayo itawashirikisha hawa watu wawili. Mojawapo ni ambayo pia ina faida kwa taifa letu na sekta ya michezo kwenye taifa letu. Mojawapo ni watafanya clinic kwa vijana wenye umri chini ya miaka 15, wachezaji wa rugby na wachezaji wa mpira wa miguu. Kwa hiyo Emmanuel Adebayor atafanya clinic kwa vijana wa rugby siku ya tarehe 31 asubuhi, vijana wa mpira wa miguu siku ya tarehe 31 asubuhi, na Tendai atafanya kwa vijana wa rugby hiyo siku ya tarehe 31 asubuhi. Pia watakuwa na fursa ya kukutana na wachezaji wetu local legends ambao wako sehemu mbalimbali na kuinteract nao, lakini zaidi mashabiki wa mpira na rugby wa Tanzania watapata nafasi ya kukutana na hawa legends na kushare nao experience na kupata na kuvuna kutoka kwenye knowledge yao na experience yao kubwa sana. Kwa hiyo Superdome tunafurahi sana kwamba hiyo fursa tunayo sisi ya kuonesha hiyo mechi na kuwahost hawa legend. Lakini ili uweze kushiriki katika hiyo mechi tumeweka kiingilio cha kuja kufurahi pamoja nasi, na kiingilio chenyewe ni shilingi 30,000 kwa tiketi ya kuja kuangalia huo mpira, na namna ya kulipa itakuwa kupitia Selcom Pesa. Lakini kwa sababu tuna wadau mbalimbali ambao kila mmoja ana sehemu yake katika shughuli hii yote, nitawatambulisha kwanza hao wadau wetu na wadhamini wetu, alafu kila mmoja atazungumza ni kwa kivipi yeye anakuwepo. Kwanza tupo sisi The Superdome na Table 206 hapa tulipo, ambao ndo watu tuliowaleteni na fursa hii. Tuko pia na Dar Leopards ambao wamemleta legend wa rugby bwana Tendai Mtawarira. Tunao Multi Choice ambao ndio wataonesha mechi yote kwa kupitia kingamuzi chao cha DSTV.
Tunao pia Clouds Media Group ambao ni local media partners ambao watatusaidia kufanya local engagement na kuwakutanisha Watanzania na hawa legends wawili. Tunao Selcom Pesa ambao ndio namna pekee unaweza kulipia na kufika katika experience hiyo ya kukutana na Adebayor na Tendai. Ujio wa Emmanuel Sheyi Adebayor sio mdogo, ni ujio mkubwa, ni mchezaji mkubwa. Isaac amemwelezea kwa kinagaubaga. Sisi kama Clouds jukumu letu ni kuhakikisha tunawahabarisha Watanzania walioko hapa nchini pamoja na Waafrika kwa ujumla, kwa sababu hili tukio ni la kidunia. Finali ya UEFA Champions League ni tukio kubwa. Kwa mujibu wa takwimu ambazo ni rasmi, ukitaja matukio makubwa ya kimichezo yanayotazamwa kwa wakati mmoja na watu wengi duniani, finali ya UEFA Champions League ipo kwenye top 3. Kwa sio jambo dogo. Na sisi kama chombo cha habari jukumu letu kubwa ni kuhabarisha na kuchakata maudhui na kuwapeleka kwa walaji wetu ambao ni wafuatiliaji wetu kwenye platform zetu zote, kwa maana ya radio, TV pamoja na digital platform zetu zote za Clouds. Kwa hiyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunawapa kile ambacho Watanzania wanastahili kukipata kuanzia leo mpaka siku ya mwisho. Tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha Adebayor atakapokuwa hapa nchini, pamoja na mambo mengi yanayohusiana na mchezo wenyewe wa finali. Sisi tunawapatia wasikilizaji, watazamaji, wafuatiliaji wa vyombo vya habari vya Clouds Media Group. Siku ya tarehe 31 sote tutajumuika hapa. Kwa wale ambao watakuwa wamebahatika, nimesikia kiingilio sio kikubwa sana, 30,000, na bahati nzuri nimemwona dadangu, rafiki yangu wa siku nyingi, Shumbana. Kwanza hongera sana na Selcom Pesa. Kusema kweli imeleta mapinduzi makubwa sana. Inafanya kazi nzuri, very friendly. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaenjoy hiyo huduma. Kwa hiyo naamini pia watazamaji, wasikilizaji, wafuatiliaji wa ili tukio hawatapata tabu kwa ajili ya kulipia shilingi 30,000 kwa haraka, wawahi, kwa sababu ni ukumbi mkubwa kwa East Africa, lakini naamini una capacity, si ndio? Na ukubwa ile tukio watu wengi watakuwa wanafuatilia. Kwa hiyo watu waharakishe mapema wakati ticket. Sisi tutakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha ili jambo linakwenda vizuri sana, na kila Mtanzania, Mwafrika na kila mpenda michezo duniani kote anapata kile anachostahili kupata. Asanteni sana.